miamba. Kwa sababu mliomba mbolea, nikawaambia tarehe 15 mwezi wa 3. Bahati mbaya mambo yalikuwa mengi. Kwa hiyo ninachotamani watu muwe bize. Kwa hiyo nyinyi mlilalamika kwamba changamoto ni mbolea, bei ni kubwa, hamna uwezo wa kununua mbolea. Mimi nimewaletea mbolea ili mkose sababu. Lakini kwa sababu majina yenu yanafahamika na mlijiorozesha, tutafuatilia. Sio tuchukue viazi vyako, tufuatilie zile mbolea mlizogawiwa. Mmeenda kufanyia kile mlichokiomba? Mmeenda kupanda hivyo viazi? Kwa sababu tumekuwa na changamoto ya watu wanalalamika, changamoto za mitaji, changamoto za mbolea. Tunawasaidia, alafu mwakani ukimuulizia huyo kijana haieleweki hata yuko wapi. Na mbolea yenyewe pengine aliuza. Wewe nakupa kazi. Hawa wote watakaogawiwa mbolea hapa, hakikisha hiyo mbolea anaenda kufanyia kila alichoomba. Hakuna mtu kuuza mbolea. Yaani mimi nitoe mbolea wewe ukauze na kufunga. Amina. Umenielewa? Kuweni bize na maisha. Tafuteni hii kazi mnayofanya ndio kazi yenu mlioichagua, wala msijidharau. Kila mtu aishi pale Mungu alipompangia. Sasa tumeona tufanye kitu kimoja. Walikuwa 13 Tumeona tufanye kitu kimoja. Pale mwingine alisema mimi mifuko miwili, mwingine mmoja, mwingine 6. Sasa tukasema sisi ni familia. Tuweke mifuko kama ni miwili wote miwili. Kama ni 3 wote 3. Sisi si familia. Hawa watu kwenye kilimo wanatumia gharama kubwa sana. Ila masoko ndo changamoto. Ndio maana nakuta wanalima wanatumia nguvu, lakini akija kuvuna kila alichowekeza hakionekani. Yaani gharama za uendeshaji wa kilimo ni kubwa, lakini masoko ni nini? Ni machache. Ndio maana mimi ni muumini wa kufungua mipaka ya biashara. Ukishafungua nchi za jirani zikaja kununua viazi huku na mahindi, ukapunguza vikwazo njiani, hawa watu watauza mahindi na viazi kwa bei kubwa. Lakini sisi kama taifa tunavyofunga mipaka, tunategemea wanunuzi wa ndani. Uwezo wa wanunuzi wa ndani ni mdogo, wakulima ni wengi kuliko wanunuzi. Kwa hiyo mimi naweza kusema ninachoweza kuwapambania mimi huko mbele, huko ninakoishi huko Dodoma, ni kwamba wakulima tuwaache kuwe na biashara huria. Wafanyabiashara wa Kenya waje, wa Zambia waje. Vile kama taifa tunavyoweka vikwazo vile vya kwenye mageti, maushuru yale ya kwenye mageti, masharti yale ya kwenye mageti, lakini kwenye mipaka kule, vile vikwazo vinafanya nchi nyingine wasije kufanya biashara huko. Hayo nipende kushukuru mbunge wetu. Nyinyi wenye kikosi kazi, naomba mzigo mtakaopewa hapa, naomba tukaufanyie kazi. Sio lele mama. Kwa yule atakayopatikana ameuza hii mbolea, mimi tutakuwa pamoja. Hilo niseme kabisa. Nitachunguza mimi mwenyewe, kila mmoja awe na shamba lake. Nipo kwenye sahi, nitaenda kukagua ulipopanda ni wapi. Ahadi yetu sisi ni kuwa makini sana katika utekelezaji wa pembejeo hii ambayo tumepewa na kuifanyia kazi ili tuwe na tija, baadaye tutoke hapa tulipo na kwenda hatua nyingine.